Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri katika weekend iliyotoka kumalizika, yani tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo tumetoka kushuhudia matamasha makubwa kutoka katika vilabu vikubwa ambavyo vinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Fahamu tamasha la kwanza ilikuwa ni klabu ya soka ya Simba, ambapo Simba tunaona kwa upande mwingine waweza kufanya moja ya tamasha bora kabisa hapa barani Afrika, ambapo tamasha hilo ilikuwa ni kuweza kuwatambulisha wachezaji wao wapya, bila kusahau kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Kenya Police, mchezo ambao Simba walipoteza kwa bao 1-0, lakini katika utambulisho wa wachezaji uliweza kufanywa na Ahmed Ally, ambapo aliweza kuingia na ubunifu wa aina yake, ambapo aliweza kuingia akiwa amevalia kikomando, kisha alibeba simba wawili kwenye keji, ambapo tunaona kwa upande mwingine aliweza kuzunguka nao katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na tukio hilo liweza kuvuta hisia za mashabiki ambao walikuwa wakifuatilia tukio hilo. Lakini tarehe iliyofuata, yani tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, tunashuhudia klabu ya soka Yanga Sports Club na wao walikuwa na jambo lao, ambapo jambo lao ni siku ya Yanga Day, ambapo Yanga tunaona nao pia waliweza kufanya utambulisho wa wachezaji, ambapo tunashuhudia Ali Shabani Kamwe kwa mara ya kwanza aliweza kushika mic na kuweza kutambulisha wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo utambulisho wake ulikuwa na wa kimafungu. Mfano, wachezaji waliotokea visiwani Zanzibar wote walitambulishwa kwa pamoja, bila kusahau wa Kongo walitambulishwa kwa pamoja, na kuna baadhi ya water player kwa upande mwingine nao pia waweza kutambulishwa kwa pamoja. Kwa hiyo ulikuwa na utambulisho wa aina yake, lakini staili ambayo aliingia na uwanjani, basi aliweza kuingia na maua yake, yani kwa maana kwamba aliweza kuingia na wanawake warembo ambao waliweza kumuongoza mbele, kisha yeye akaja kwa nyuma. Kwa hiyo ni staili ya kipekee ambayo Alikamwe alikuja na ubunifu wa aina hiyo. Lakini katika mchezo wa kirafiki, Yanga walicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Les Eagles du Congo, mchezo ambao Yanga walipoteza kwa mabao 2-1. Lakini habari njema ni kwamba Peter Shalulile, mshambuliaji mpya wa klabu ya soka Yanga, ndiye ambaye alifunga bao la Yanga katika kipindi cha kwanza. Sasa watu wengi walikuwa wakitaka kusikia ni nini ambacho atakisema El Bugat Haji Sunday Manara, msemaji wa zamani wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na Yanga Sports Club, ambapo ikumbukwe Manara ni miongoni mwa watu ambao walishawahi kufanya shughuli ya kutambulisha wachezaji, na ni miongoni mwa watu ambao alikuwa na ubunifu wake jinsi ambavyo anawatambulisha wachezaji, kuwapa majina. Kwa hiyo kwa sasa tunaona legendary huyu kwa upande mwingine show hizo ni rasmi hatozifanya tena mara baada ya Alikamwe kuanza kufanya ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga, kwa sababu kwa sasa Manara yeye ni kama mshabiki tu au mwanachama wa Yanga Sports Club na si msemaji tena kama ilivyokuwa zamani. Sasa watu wengi walikuwa wakitaka kusikia ni nini ambacho atakisema Haji Sunday Manara. Ikumbukwe Haji Sunday Manara kwa sasa ndiye msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars. Kupitia mtandao wa kijamii, Haji Sunday Manara anasemaje? Anasema hivi: ilikuwa weekend bomba sana kwa watu wa football na burudani kwa ujumla. It was amazing na tulienjoy kwa kila kitu, no matter timu zote tulifungwa nyumbani. Kwangu yalikuwa majaribio ya kirafiki zaidi kujiandaa na next season. Pia level ya utambulisho wa wachezaji wa juzi na jana haijawahi kufikiwa before. Natamani niwape zawadi hata ya maua ya Asumini. Simba na Yanga mnastahili pongezi nyingi, na binafsi mmenipa furaha kubwa kwa kila nukta niliyokuwa nikiangalia matamasha yenu yaliyomaliza weekend iliyopita. Hongera sana wadogo zangu wapendwa Ahmed Ally na Alikamwe, hakika mmeweza nyie na klabu zenu. Good performance guys, I'm proud of you my young brothers. Na kama msemaji wa timu za taifa, nawatakia kila laheri timu zote zitakazowakilisha nchi kwenye msimu 2026-27. Maslahi ya Tanzania yatatangulia kuliko klabu zetu pendwa, inshallah. Kwa hiyo tunaona kwa sasa Haji Sunday Manara hana upande, kwa sababu yeye ni msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ameitakia kila laheri Simba, ameitakia kila laheri Yanga Sports Club. Kwa hiyo kwa sasa anazitakia timu zote mafanikio, lakini ndio hivyo, amempongeza Ahmed Ally, amempongeza
Ally Kamwe naye pia kwa performance nzuri ambayo ameweza kuifanya, kwa sababu yeye ndiye miongoni mwa watu ambao walianzisha mambo haya kuwatambulisha wachezaji kwa mbwembwe. Tuambie kwenye comment kwa hiki ambacho umekisema Manara, kwa upande wako unakiongelea vipi? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.